Naam, je, ni sahihi kunywa maziwa baada ya sumu kuingia mwilini? Kumekuwa na imani kwa miaka mingi katika jamii kwamba mtu anapokunywa sumu au kukumbwa na madhara ya kemikali hatari, anatakiwa kunywa maziwa haraka ili kuokoa au kupunguza athari za sumu hiyo mwilini. Watu wengi wamekuwa wakiamini kuwa maziwa ni tiba ya kwanza inayoweza kuokoa maisha kabla ya kufikishwa hospitalini. Hata hivyo, meneja wa uhamasishaji rasilimali na huduma za ugani kutoka Wakala wa Hifadhi ya Chakula NFRA, Mnadi Talibo, ametoa tahadhari muhimu kwa wananchi kuhusu matumizi ya maziwa katika mazingira ya sumu. Amesema kuwa kunywa maziwa baada ya sumu kuingia mwilini kunaweza kuwa hatari zaidi badala ya kusaidia, kutokana na kiwango kikubwa cha protini kilichopo kwenye maziwa. Kwa mujibu wa Talibo, jambo la kwanza kabisa linapaswa kufanyika kwa mtu aliyekumbwa na sumu si kumpa maziwa, bali ni kuhakikisha anapatiwa huduma ya kwanza sahihi kabla ya kupelekwa hospitali kwa matibabu zaidi. Hatua za awali za kuokoa maisha. Talibo ameeleza kuwa ikiwa mtu amepata sumu kupitia dawa za kilimo, kemikali au vitu vinginevyo hatari, hatua ya kwanza ni kumtoa katika eneo lenye sumu na kuhakikisha anapata hewa safi. Baada ya hapo, nguo zote zilizochafuliwa zinapaswa kuvuliwa mara moja ili kuzuia sumu kuendelea kugusana na ngozi. Baada ya kumvua nguo hizo, mwili wa mhusika anatakiwa kuoshwa kwa maji mengi safi pamoja na sabuni ili kuokoa mabaki ya kemikali yaliyobaki kwenye ngozi. Hatua hii ni muhimu kwa sababu sumu nyingi huweza kuendelea kufyonzwa mwilini kupitia ngozi ikiwa hazitaondolewa mapema. Hapo tunazungumzia upande wa sumu za vilimo. Mkaa kama msaada wa dharura. Katika maelezo yake, Talibo amesema kuwa mkaa ambao bado haujawashwa unaweza kutumika kama msaada wa haraka kabla ya kufikishwa hospitalini. Amesema mkaa huo unatwangwa na kuchanganywa kwenye maji kisha mgonjwa anapewa kunywa. Kwa mujibu wake, vijiko 3 vya mkaa uliotwangwa vinaweza kuchanganywa kwenye glasi ya maji na kutumiwa kama msaada wa dharura. Mkaa huo una uwezo wa kufyonza baadhi ya sumu na hivyo hupunguza kasi ya madhara yake mwilini. Hata hivyo, wataalamu wa afya husisitiza kwamba hatua hizi za nyumbani haziwezi kuchukua nafasi ya matibabu ya hospitali. Mtu aliyekumbwa na sumu anapaswa kuwaishwa hospitali haraka iwezekanavyo kwa uchunguzi na matibabu ya kitaalamu. Kwa nini maziwa hayashauriki? Talibo ameeleza kuwa maziwa yana kiwango kikubwa cha protini ambacho katika baadhi ya mazingira kinaweza kufanya hali ya mgonjwa kuwa mbaya zaidi. Ndiyo maana amewatahadharisha wananchi kuacha tabia ya kumpa maziwa mtu aliyekunywa sumu bila kupata ushauri wa kitabibu. Kwa miaka mingi, watu wengi wamekuwa wakiamini kuwa maziwa yana uwezo wa kuondoa sumu mwilini, lakini wataalamu wengi wa afya wamekuwa wakisisitiza kuwa aina ya sumu ndiyo huamua namna ya matibabu yatakayotolewa. Kwa baadhi ya sumu, kunywa maziwa kunaweza kutokuwa na msaada wowote, na wakati mwingine kunaweza kuongeza matatizo kabisa. Ute mweupe wa yai na mafuta ya nazi. Mbali na matumizi ya mkaa, Talibo ametaja pia ute mweupe wa yai huwa unaweza kutumika kama msaada wa dharura katika baadhi ya mazingira. Aidha, ameeleza kuwa mafuta ya nazi mbichi yanaweza kutumika, lakini amesisitiza kuwa mkaa ndiyo njia anayoiamini zaidi kama msaada wa kwanza kabla ya kufikishwa hospitali. Amesema, twanga mkaa, vua nguo ambazo zimechafuliwa, osha mwili kwa maji safi na sabuni kabla ya kumpeleka hospitali. Tumia mkaa ambao bado haujawashwa, unautwanga na kuchanganya kwenye maji. Mkaa unaenda kufyonza sumu. Unaweza pia kutumia ute mweupe wa yai. Usitumie maziwa kwa sababu
yana protini nyingi ambazo zinaweza kuongeza hatari. Mafuta ya nazi mbichi nayo yanaweza kutumika, lakini kiboko ya yote ni mkaa. Pia ameeleza umuhimu wa kufika hospitalini haraka. Wataalamu wa afya wanaendelea kusisitiza kuwa mtu yeyote anayeshtukiwa au kuathiriwa na sumu anatakiwa kupelekwa hospitali mara moja. Dalili za sumu zinaweza kujumuisha kizunguzungu, kutapika, kupumua kwa shida, kupoteza fahamu, maumivu makali ya tumbo au kutokwa na jasho kupita kiasi. Kadri mgonjwa anavyocheleweshwa kupata matibabu ya kitaalamu na madhara makubwa au hata kupoteza maisha. Ndiyo maana ni muhimu wananchi kufahamu hatua sahihi za awali za kuepuka kutumia njia ambazo hazijathibitishwa kitaalamu. Hitimisho: elimu kuhusu huduma ya kwanza kwa waathirika wa sumu ni muhimu sana katika kuokoa maisha. Ingawa watu wengi wamezoea kutumia maziwa kama msaada wa haraka, ushauri wa kitaalamu unaonyesha kuwa si kila sumu inaweza kutibiwa kwa njia hiyo. Badala yake, hatua muhimu ni kuondoa chanzo cha sumu. Kuondoa sumu mwilini. Ukiwa umeathiriwa na kemikali, ni vema kutumia msaada wa dharura unaofaa au kumwaisha mgonjwa hospitalini haraka iwezekanavyo. Wananchi wanahimizwa kutafuta ushauri wa kitaalamu wa afya na kuepuka kuamini taarifa zisizo na uthibitisho wa kitabibu, kwani kufanya hivyo kunaweza kusaidia kuokoa maisha na kupunguza madhara yanayotokana na sumu. Kumbuka, baadhi ya watu hudai kuhusu matumizi ya mkaa, ute na yai au maziwa kutegemea aina ya sumu na hayafai kutumika kama mbadala wa matibabu ya hospitali. Ikiwa mtu amekumbwa na sumu, msaada wa haraka wa kitabibu ndio hatua muhimu zaidi.